Kwa majina naitwa Isaac Nelson Chembaga, ni katibu wa SMAUJATA kanda ya Mashariki. Nasimamia mikoa mitatu ikiwa ni Morogoro, Pwani na Dar es Salaam. Nashukuru siku ya leo nimepata bahati ya kuweza kuzungumza na Shujaa TV, angalau kuweza kuzungumzia hali nzima ya jumuiya ya SMAUJATA kwa mwezi wa 5 ndani ya kanda yetu ya Mashariki. Nikianza moja kwa moja kwa mwezi wa 5, SMAUJATA kanda ya Mashariki tumekuwa na mambo mengi mazuri, na pia tumekuwa na ya hapa na pale ambayo tumeweza kuona. Nikiwa kama katibu wa kanda ya Mashariki, na nimesema kwa nasimamia mikoa mitatu ikiwa ni Morogoro, Pwani na Dar es Salaam. Tukianza na upande wa Morogoro, tumeweza kupambana na matukio mengi sana, ikiwemo tumeweza kushiriki matukio ya serikali kulipoalikuwa, ikiwemo kama mwenge wa uhuru, pia mikutano mbalimbali tumeweza kuhudhuria, hasa tulipokuwa tumealikwa na serikali. Lakini pia kwa mkoa wetu wa Morogoro tumeweza kuibua baadhi ya matukio na kesi mbalimbali, ikiwemo kesi za ubakaji, ulawiti ambazo tumeweza kuzifikisha kwenye ngazi za serikali na zingine kuweza kuchukuliwa hatua kwa maana ya hukumu. Lakini pia kwa mkoa wetu wa Morogoro tumeweza kutoa elimu ya kupinga ukatili, na hii elimu imewafikia hasa wale wahanga wa ukatili. Lakini pia elimu hii haijaishia tu kutoa labda tunaweza kusema elimu tumetoa mashuleni, makanisani, tunatoa elimu kwenye vituo vya bodaboda, vitu kama hivyo. Lakini pia kwa mkoa wetu wa Morogoro, SMAUJATA tumeweza kuingia hata kwenye maofisi ya serikali kuweza kuripoti matukio yetu, lakini pia kuzidi kuimarisha ushirikiano wetu SMAUJATA na serikali. Ukija kwa mkoa wa Pwani, pia tumeshiriki kwenye mambo mengi sana, ikiwemo tumeweza kufanya usafi kwenye vituo kama vituo vya dispensary, lakini pia tumefanya usafi kwenye mashule. Kuzungumzia mashule, tumeweza kufanya usafi kwenye zile shule za awali, hususan chekechea. Lakini pia SMAUJATA kwa mkoa wa Pwani tumeweza kushiriki kikamilifu mwezi uliopita kwenye swala la mwenge kwa mkoa wa Dar es Salaam. Tukianza na ukisema kwa mkoa wa Dar es Salaam, pia ni matukio mengi sana ambayo tumeshiriki. Tumeweza kuibia kesi za ulawiti ambazo mpaka sasa hivi pia zipo kwenye mikono ya serikali. Tumeweza kutengeneza vikao vya mara kwa mara ili kujenga ya pamoja katika kuendeleza jumuiya yetu ya SMAUJATA. Lakini pia SMAUJATA kwa mkoa wa Dar es Salaam tumeweza kuhudhuria kikamilifu kwenye matembezi ya hiari yaliyoandaliwa na shule mbalimbali ikiwemo Hekima Tandale, kwa lengo pia la kutoa elimu ya kupinga ukatili. Lakini pia SMAUJATA kwa mkoa wa Dar es Salaam tumeweza kushiriki kikamilifu kwenye matukio ya mwenge. Nadhani tunaona kila siku tumeweza kushiriki tukiwa na kampeni yetu inayosema mtoto wa kiume pia ni haki sawa, msisahau. Lakini pia tumeweza kushiriki kikamilifu kwa mwenge uliokuja ambao una kauli mbiu inasema kwamba tujitokeze kushiriki uchaguzi 2025. Changamoto ni ipo, hususan ukisema jiji la Dar es Salaam ndio jiji lenye watu mbalimbali ambao wanatoka mikoa mbalimbali. Kwa hiyo unaposema kwamba changamoto tunazipata kwa sababu ukija Dar es Salaam unakutana na makabila mbalimbali, ambapo kuna makabila mengine ni changamoto sana kuelewa kwamba mtu anapozungumzia ukatili mtu mpaka kuelewa inakuwa ni changamoto. Sasa unaweza kumfuata mtu labda ukaanza kumpa elimu ya ukatili, lakini yeye anaweza kachukulia ile akili yako kama vile ni ndogo, lakini kitu ambacho unachokuwa unakielezea ni kitu cha msingi ambacho kinamjenga yeye pengine na familia yake. Kwa hiyo changamoto tunakutana nayo ni kulingana na wingi wa watu, lakini pia tunajitahidi kila siku kuangalia ni namna gani ambapo tunaweza tukawajenga kwa umoja. Yaani ambapo tunasema kwamba labda huenda watu sijui wanakuwa na matatizo ya afya ya akili, kwa sababu baadhi ya watu wengi tunapata changamoto hata unapoenda kumpa elimu, yani uelewa inakuwa ni shida. Sasa ile tunasema labda ni changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo
tunavyosema hivi ni kwamba bado tunatafuta shina au mzizi, tuseme mzizi, na sasa kuangalia mzizi, je, tuweze kuanzia wapi tuelekee wapi. Watu wamekuja, watu mbalimbali, wengine kupambana na kama hivyo kuweza kutafuta rasilimali. Ni kweli sasa changamoto inakuja kama nilivyokuambia kwamba yani unakuta mtu yeye katoka huko mbali amekuja Dar es Salaam, unapoenda kumpa elimu ya ukatili anakuwa hakuelewi, kwa sababu sema sio anakuwa amepigwa na mengi. Kama hivyo tunavyoelewa Dar es Salaam kuna mwingiliano wa watu wengi, kwa hiyo unakuta mtu ameshapigwa na mengi. Ndio maana anasema hivyo kwamba mimi nadhani yani kutoa elimu tu bado haitoshi, lazima tuangalie mzizi unatokea wapi, nadhani tukishapata kuwa mzizi unatokea wapi, nadhani hiyo inaweza kuwa pia ni tiba. Kwa kweli hayo mambo ni yapo, na mtindo wa fashion ni upo, lakini ukija kwenye mtindo wa fashion pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaharibu maadili ya binadamu, sababu wapo watu wengi sana sasa hivi unakuta anavaa nguo zake anavyovaa ni vibaya, lakini unapata changamoto mtu anapokuambia kwamba labda umevaa vibaya, mtu mwingine anaweza kuchukulia kama vile wewe una akili kulingana na kile kitu alichopandikizwa yeye kwenye akili. Kiukweli tunapitia changamoto nyingi katika kuelimisha jamii, lakini na imani kama tukipata chimbuko au kama tulivyosema kwamba mzizi wa haya, nadhani tunaweza tukaitengeneza jamii bora kabisa. Zipo mila na desturi ambazo zipo kanda ya Mashariki, tena zipo nyingi sana. Zipo nyingi sana zinazoweza kuwa kuharibu maadili kama kanda yetu ya Mashariki, kama mkoa wa Pwani. Wapo watu wengi sana, unakuta kuna masuala ya ushalo au muziki ile ajabu ambapo unakuta kwamba katika ile muziki wanaingia watu wazima, lakini unakuta kuna watoto. Kwa hiyo hii pia inakuwa ni changamoto. Tunajitahidi sana kuweza kupambana nao kwa kuwaelimisha madhara ya kuweza kuwashirikisha watoto kwenye yale majukumu. Manake unakuta mtu mzima anacheza vibaya, na yeye yumo, mojawapo kawaida anasema ni mila, lakini vile vitu vinakuwa ni mmonyoko wa maadili. Kwa hiyo tunakuwa tunapambana nao sana katika kuwaelimisha. Kwa kiasi fulani wanakuwa wanatuelewa, japo kwamba inakuwa ni changamoto sana kuja kukubaliana na sisi. Kiukweli hilo swala hususani Pwani na Dar es Salaam nimeweza kukutana nao sana. Nashukuru viongozi wa SMAUJATA wametumia uzalendo kwa kiasi kikubwa ambao kuweza kutoa elimu pia ya watoto ambao wanakuwa aidha wanaajiriwa, lakini pia watoto ambao wanaweza kuwa wanatumikishwa. Kumekuwa na matukio mengi ambayo tumekutana nayo. Unakuta mtoto mdogo sana anafanya kazi kwa mtu, na wengine mpaka unakuta wale vijana au watoto ambao wanaelewa kazi za SMAUJATA unakuta wanawafuata direct SMAUJATA. Jamani, mimi nafanya kazi kwa mtu fulani lakini nimedhulumiwa. Ukija kuangalia ni mtoto mdogo. Kitu tunachofanya pale sisi tumeshakutana na kesi za namna hiyo, ambapo tunashirikiana na maafisa ustawi, maafisa maendeleo kuangalia je, huyu mtoto anasaidikaje. Watoto wengi sana wanaweza kufika hata 30 au 40 kwa kana yetu, ili tumeweza kuwasaidia na kuweza kuwarudisha makwao kulingana na wanakuwa wanafanya kazi ambayo inakuwa ni nje ya umri. Unakuta kazi kubwa lakini ni mtoto, lakini unakuta watu wengine ambao wanatamani hata angekuwa shuleni, lakini yeye anafanya kazi ambayo inakuwa ni kubwa ambayo iko nje ya uwezo wake. Lakini hayo matukio kwa tunakutana nayo na pia tunapambana nayo kwa kuweza kuwasaidia wale watoto wanarudishwa makwao, lakini pia tunatoa elimu kwa wale wanaokuwa wanawaajiri watoto, na pia kwa kuwatumikisha tunakuwa tunaadili nao kwa kuwapa elimu. Upo ukatili ambao wanaume wanakuwa wanakatiliwa, japo hapo mara ya kwanza walikuwa wanasema kwamba mwanamke tu ndo anafanywa ukatili, lakini hao watu pia ni wapo. Watu wanaume wanakuwa wanakatiliwa, hao watu ni wapo. Lakini pia sisi tunachofanya kwa sasa hivi ni kwamba tumekuwa mara nyingi sana tukiwa tunatoa elimu, pia kwa sasa tunagusia hata swala la wababa ambao wanakuwa wanakatiliwa. Kwa sasa hivi kuna haki pia ambayo kwamba mwanaume unaweza kukatiliwa na pia ukapewa haki, kwa sababu
sisi kama mashujaa wa SMAUJATA tunapotoa elimu pia tunatoa fursa kwa wanaume kwamba endapo unaweza kuwa umekatiliwa kwa namna hii au kwa namna hii na hii na hii, basi mashujaa wa SMAUJATA wapo wakati wowote wanaweza kukusaidia kwa hilo. Kwa mfano tunapozungumzia SMAUJATA ipo na idara nyingi. Kwa hiyo tunaposema kwamba watu wenye ulemavu katika jumuiya ya SMAUJATA wapo pia viongozi wa idara ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo moja kwa moja wale watu kwenye idara ya ulemavu wanakuwa ni kwamba kwa mfano nikizungumzia mkoa wa Dar es Salaam, Pwani na Morogoro, au viongozi ni wapo. Kwa hiyo wale direct wanakuwa ndani ya mkoa, wanakuwa wanafuatilia kwa mkoa wa Pwani labda idara ya watu wa ulemavu au watu wenye ulemavu wapo sehemu gani na sehemu gani, labda kuna kituo gani na kituo gani. Kwa hiyo endapo tukipata haya mazingira kikawaida huwa tunakuwa nayo karibu kwa kutoa elimu, lakini pia kwa kuelimisha zaidi namna gani waweze kuishi. Kwanza nashukuru kuwa katibu wa kanda ya Mashariki kwa SMAUJATA. Niseme tu kwamba kwa kipindi kifupi ambacho nimekuwepo kama katibu wa kanda, kitu cha kwanza ambacho na imani naweza nikavitengeneza ni kujenga umoja hususani kwa Morogoro, Pwani na Dar es Salaam, lakini pia kutengeneza vikao vya mara kwa mara ili kuweza kujengana na sisi kama sisi, kwa sababu mwenyewe nimetoka chini nikiwa naelewa kwamba changamoto ziko wapi. Kwa hiyo hata tunapojengana na kuwa najua kabisa watu tumepomoka tuweze kutengeneza vitu kama hivyo. Na imani tukishajenga umoja tutajua tu namna gani ya kuweza kuzifikia jamii kwa haraka, na pia tuanzie wapi kuweza kupambana na haya masuala ya ukatili. Ni sahihi. Kiukweli swala la kuweza kujisajili na kuwa wanachama ni swala ambalo lipo na linaendelea. Kitu ambacho sisi tunafanya kwa mikoa yetu, kitu cha kwanza ni kutoa semina kuhusu swala zima la kuweza kujisajili. Yaani unapomwendea shujaa na unaweza kumuelimisha faida za kuweza kujisajili, ndipo unaweza kumpa ile chachu ya kuweza kujisajili kwa haraka. Nafahamu kabisa kwamba kitendo cha kujisajili, kitu cha kwanza unakuwa mwanajumuiya halali, lakini pia unakuwa ni mtu ambaye unafanya kazi kwa urahisi. Yaani sio kila sehemu ambayo unaweza kufika ukajitambulisha, lazima mtu akikuona kwamba una kitambulisho inakuwa ni rahisi na inakujengea hata ujasiri wa kuweza kufanya hii kazi. Ujumbe wangu kwa wana SMAUJATA kwa kanda yangu ya Mashariki, ikimaanisha Morogoro, Pwani na Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, swala zima ni kujisajili na kuwa wanachama halali, kwa sababu yajayo yanafurahisha. Nashukuru sana kwa leo hii kuweza kuelezea hasa yale ambayo jumuiya ya SMAUJATA inaweza kuyafanya kwa kanda hii ya Mashariki. Lakini pia shukrani zangu za dhati zije kwa Shujaa TV. Niseme asante. Hekima na umoja, ushindi na ushujaa. SMAUJATA, kataa ukatili, wewe ni shujaa.